tumezungumza kuhusu mchezo wa leo Simba na Singida. Lakini nataka kuna mjadala kidogo tuuzungumze hapa. Ambao mjadala huu ulizuka baada ya mchezo wa Simba dhidi ya Singida Black Stars wa ligi kuu ya NBC kumalizika kwenye dimba la KMC. Ambao mnyama alishinda mchezo wa ligi kuu huo. Mchezo mmoja kabla wa leo. Ilizuka mjadala kwamba timu zina mpango wa kugomea kucheza michezo miwili iliyosalia ligi. Kwanza ulisikia hii mjadala? Yeah, nilisikia, niliona baadhi ya maandiko wanahabari fulani walikuwa wameripoti. Okay. Yeah. Mtazamo wako ni upi kwenye timu kugomea? Yaani ni kama naunga mkono au siungi? Nataka kusikia mtazamo wako kwanza. Kama mdau wa mpira, football stakeholder. Okay, binafsi nimeona hayo maandiko, tukitoka nje hayo maandiko kwa sababu ni maandiko ambayo yanaonekana kama hayana hoja imara za kuyasimamia hayo maandiko. Siwezi kusema uongo kwa sababu huwezi kujua ambao wameleta hizo taarifa wamezitoa wapi. Lakini nasema hawana hoja imara kwa sababu kwenye journalism tunaambiwa we have to check, double check and recheck and balancing information. Kwa tunapotaka kuifanya and prove information. Kwa tunapotaka kuiprove information maana yake tunazungumza na wahusika wa zile taarifa. Wahusika hapa ni klabu. Umeelewa? Klabu ndio ziliandika na tumeambiwa klabu 6 na ligi yetu sina klabu 16. Kwa hiyo hizi klabu 6 kama robo 3 hivi. Yes, of course. Hakuna klabu hata moja ambayo imethibitisha kwa siri wala kwa dhahiri. Hakuna hiyo klabu ambayo imethibitisha. Na hizi klabu nyuma yao kuna watu ambao wanazipa support. Kwa hiyo huwezi kupeleka barua kwenye mamlaka alafu mkawa mmekaa kimya. Yaani nimepeleka barua chini. Hapana, hii ni timu ya watu. Waambieni watu kwamba bwana tunapeleka barua hii kwenye mamlaka kwa sababu tunaonewa. Umeelewa? Ndio hizo mambo yanavyokwenda. Sasa kama unapeleka chini manake inatia question mark. Lakini katika hoja ya pili ni mamlaka yaliyopelekewa barua kwa maana ya bodi. Bodi wenyewe pia walikanusha kupokea hizo barua. Hakuna barua yote ambayo waliipokea. Yes, kwa hiyo maana yake hii taarifa ina hang hapo juu. Sawa, habari za kikachero zipo lakini taarifa ambayo unaona kabisa kwamba proof yake ni ndogo. Yes, kwa hiyo ukinitoa katika hiyo taarifa nabaki mimi sasa nje kuzungumza hiyo taarifa. Kuhusu kwenye swala la waamuzi. Swala la waamuzi kukosea kuchezesha mechi ni kitu ambacho kipo. Yes, kipo. Sasa kukosea sijui kama ni makusudi au ni kwa bahati mbaya. Makosa ya kibinadamu yanatokea. Yanatokea sana. Yapo ya kibinadamu, yapo ya makusudi. Yes, na hiyo napiga picha achana na Europe. Hapa Afrika kuna kesi nyingi sana za waamuzi kuwa na mazingira hayo ya kubeba klabu. Shaona kwa mfano unaona ligi ya Misri Pyramid dhidi ya Ahli dhidi ya Zamalek dhidi ya Pyramids. Hizo mechi achezeshi mwamuzi wa ndani. Lazima atoke mwamuzi kutoka nje aje kuchezesha ndani. Kwa nini? Kwa sababu ndio maana mechi ya mwisho ya Ahli na Zamalek kuna mmoja yao. Yes, Ahli walisema hatuji kwa sababu mwamuzi alikuwa ni wa ndani. Kwa nini? Kwa sababu ukitrace Ahli na Zamalek ndio timu ambazo zimewagawa wa Misri. Kuna huku na huku. Wapo mashabiki wengine wadogo wachache katika vitimu vingine lakini hizo ndio timu ambazo zimegawa mioyo ya watu wa Misri. Kama Simba na Yanga. Tukija hapa kama ulivyogusia kama Simba na Yanga, ukiangalia mataifa yote makubwa kwa maana ya Misri, tunaenda kwenye rank za viwango Afrika. Ndio tunaposema mataifa makubwa katika mpira. Misri, South Africa, Algeria, Morocco na Tanzania. Haya ndio mataifa ambayo yako juu kwenye viwango. Haya matano niliyokutajia hapa. Mataifa matano haya ni mataifa manne tu ambayo yamepeleka waamuzi katika finali za kombe la dunia. Kumradhi, nimekosea. Ni taifa moja tu ndio lililopeleka waamuzi katika finali za kombe la dunia. Hapa na maanisha central referee, waamuzi wa kati. Waamuzi wa kati ameenda Issa Si kutoka Senegal, ameenda Beida Dahane kutoka Mauritania. Hayo mataifa yote mawili hayapo katika matano bora. Ameenda Ngabo Ndala kutoka DRC, alipo. Ameenda Ibrahim Mutaz kutoka Libya, hayupo. Na ameenda ni Mustafa Gorbal kutoka Algeria. Kwa hiyo ni Mustafa Gorbal peke yake ndo katokea katika yale mataifa matano ya juu kabisa kwenye viwango. Kwa nini?
Ikiwa haya ndo mataifa ya juu kabisa, kwa nini ligi zao hazitoi waamuzi bora wakenda kwenye hiyo michuano? Ikumbuke kwamba hii ndo cream ya hao waamuzi wa Afrika. Kwa nini haya mataifa hayajatoa? Hayo mataifa yote niliyokutajia ni mataifa ambayo kuna timu mbili giant greatest zenye nguvu ambazo zimegawa watu ndani yake. Waamuzi katika mazingira namna hiyo wenyewe pia wanakuwa na timu zao. Ukiachana kuwa na timu zao, hiyo ligi yake inakuwa na pressure kubwa kwa sababu ya uwepo wa hizo timu. Kwa hiyo kila upande unang'ang'ania kutaka kuwa bora. Tunafanyaje? Ndio unakuta sometimes ligi inaharibika. Sio, nielewa kwa picha kubwa sana. Misri ndio imefikia hatua sasa waamini waamuzi wa ndani. Yaani wanashinda tu kusema bwana ligi nzima sichezeshe waamuzi wa ndani. Uwezo kusema hivyo. Lakini tunapokutana wenyewe kwa wenyewe hatutaki mwamuzi wa ndani kwa sababu hamna mwamuzi ambaye utampeleka achezeshe dabi ya Cairo ambaye hayupo upande wa Zamalek au upande wa Ahli. Kila mmoja na mahaba kwa kila mmoja atakuwa na upande wake. Lakini pressure ya hizo timu lazima tutamtengeneza huyo mwamuzi. Yaani kuna uwezekano, sio lazima, kuna uwezekano wa kumtengeneza. Na ndio maana hayo mataifa ambayo nimekutajia hapa, Cairo dabi, Soweto South Africa, ni Kaizer Chiefs na Orlando ndio imewagawa wa South Africa. Zipo timu nyingine lakini hizi timu mbili ndio zenye mass supporters. Ukienda Morocco, Wydad, Raja ndio zimewagawa wa Morocco. Zipo timu nyingine ambazo zina mashabiki wake lakini hawa ndio wakubwa zaidi. Ukija Tanzania, Simba na Yanga ndio zimegawa Tanzania. Ukienda Algeria, achana Kongo haipo kwenye orodha. Ukienda Algeria wametoa mwamuzi Mustafa Gorbal. Algeria wana maklabu mengi makubwa. Sawa. Katika timu za Afrika, yani katika mataifa ya Afrika, Algeria ndio wanaongoza kwa na maklabu makubwa mengi. Sawa. Wana JS Kabylie, wana MC Alger, wana USM Alger, wana Constantine. Timu ngapi hizi? Ambazo zote zina fan base. Zote zina fan base. Zote ni timu bora. Sawa. Na hata kwenye michuano ya CAF unaona zinatokea kucompete. Kwa hiyo maana yake ni timu kubwa. Walikuwa na ile Soura ilikuja kidogo imepotea. Unakumbuka? Kwa hiyo Algeria wako hivyo, wana nguvu. Sasa ligi hizo na ndo ligi bora hazina waamuzi kule. Maana yake kuna changamoto ya waamuzi katika hayo maeneo. Umeelewa? Ndio maana haijenda kule cream yetu. Nakuelewa. Sio, nimekujibu vizuri? Sahihi kabisa. Sawa. Nini kifanyike unafikiri kwa mtazamo wako? Wako ambao wanazungumza kama VAR ni solution kutatua hii changamoto ya waamuzi. Lakini wako ambao wameenda mbali zaidi kwenye kutanua ubongo kwamba marefa wetu wa ndani wanatakiwa wapate elimu zaidi. Kitu ambacho mimi nafikiri au wewe utanipa mtazamo wako. Ni kwamba elimu inayotolewa hapa, mafunzo yanayopata hayatoshi kufikia ubora wa kuchezesha mpira kwa bila kuwa na haya makosa ya kibinadamu, au ni kweli VAR inatakiwa iletwe kutumika kwenye ligi NBC? VAR kwa mtazamo wangu ina msaada wa kupunguza, sio kumaliza. Haiwezi kumaliza matatizo. Kupunguza kidogo. Itapunguza kidogo. Na nasema hivyo kwa sababu VAR hii Afrika, hiyo VAR inachezeshwa vizuri kabisa. Hadi VAR yenyewe inakaa, inataga. Anatuma mtu akae mule. Nakupa situation mbili. Tena kwenye mashindano makubwa ya kutia aibu. Yaani imetia aibu. VAR nenda kaangalie, ilikuwa ni semi-final ya Raja Casablanca na Ahli 2021-22. Wamechezea pale Cairo, Misri pale. Ahli uko unga msimu ule. Shona wanacheza na Raja wa moto. Raja katoka kumpa chuma 3 hapa Simba, unakumbuka? Ndio. Raja hivi katoka group stage kamaliza, kapasua watu wote kwenye group. Raja ile pale wakaenda Misri. Ahli tena. Unajua hawa na timu. Kwenye VAR bwana tukapata kituko. Mwamuzi alikuwa Jean-Jacques Kinga Ndala kutoka DRC. Mchezaji wa Ahli alipiga mpira wa cross. Hivi. Mpira ukaenda kumgonga beki wa Raja. Ukamgonga kwenye mguu pembeni hapa. Baada ya kumgonga ukaenda nje. Yule mchezaji wa Ahli anakimbilia kwenye kona. Yule beki na yeye anasogea kwenye anasogea hapa kwenye pochi aje kukaba. Kwa hiyo wakati anasogea huko na yule anakimbia kule, Ngapo Ndala kashika Kambwa tuta. Unasemaje? Bwana, njoo angalia huku. Hilo tuta imekuaje? Njoo kwenye screen. Ngapo Ndala, watu wanashangaa kitu gani? Eneo la wachezaji wale. Vipi?
anaambia huu mpira umeguswa na mkono. Umeguswa na mkono. Ngabo Ndala akasema subiri enda kwenye VAR. Akaenda kule. Kaenda kwenye VAR screen pale kaangalia. Ameangalia sisi ambao tulikuwa tunaangalia. Mpira umegonga mguu umetoka nje. Ile engo ambayo umetogea VAR inaonesha kabisa mpira umegusa mkono. Sisi tukasema da kweli tuta. Yaani raia tunaoangalia tuta umemgusa mkononi, mpira ndio kaenda nje. Mwanangu Raja walikasirika mpaka wakataka kugomea mechi. Bwana inawezekanaje sio kweli ni VAR imesema tuta kwa pale Amrel Solaya akafunga penalty. Shona wote washafanya mazingira sasa. Siku ya pili zikaja kutoka engo za ukweli. Yaani kuna engo ambazo mwamuzi pale Ngabo Ndala hakupewa. Kuna engo inaonyesha mpira umeenda mkononi. Watu wakapita nayo ile wakasema hii hapa. Alafu kuna engo akuoneshwa siku ya pili za kuoneshwa engo mpira umegonga mguuni na umeenda nje. Isharibika tayari. Hiyo moja. 2 2019 VAR ndo na introduce finali CAF Champions League. Mechi ya kwanza wamecheza Wydad na Esperance, ilichezwa Mohamed Watano Morocco, mechi imeisha kwa sare ya 1-1. Mechi ya pili ndo kupigwa Stade Rades Tunisia. Final ya pili second leg kocha huyu hapo Mwene Shabani. Ile Raja iliyozirumiwa na Ahli ile kocha alikuwa Rashid Tausi. Hii kocha Mwene Shabani alikuja na RS Berkane. Yule mwamuzi ile mechi imechezwa Esperance wakapata goli Yusuf Belaili. Waya! Goli aggregate wanaongoza 2-1. Baada ya kupata goli wa Raja nenyewe akaenda kupata goli la kichwa. Mpira umepigwa hivi akatokea mwamba akafunga kwa kichwa. Kufunga kwa kichwa, kipenga kimepulizwa. Kipenga kimepulizwa, mwamuzi alikuwa Bakari Gassama ambaye anatokea Gambia. Kapuliza kipenga bwana, hilo sio goli ni offside. Offside, wale akaanza kukataa. Offside, hiyo offside. Hiyo sio offside. Wakaanza kumfuata pale. Offside. Kaangalia kwenye VAR, wakampush. Sasa jamaa anataka kwenda kwenye VAR, anapewa maelekezo anaambiwa VAR ifanye kazi. Mzigo umekata. Kwa hiyo ifanye kazi. Wewe amua tu hivyo. Akasema bwana hilo sio goli, njoni mcheze. Wydad akasema hatucheze. Njoni mcheze, hatuchezi. Wakagoma. Wydad wakagoma akasema si hatuji kucheza hiyo mechi, tunakaa hapa chini, haiwezekani hiyo mashine liwe bovu hapo na hii ni finali. Ilifungwa ya nini? Somo lifungia nini? Na tulikubaliana kanuni kwamba kuna VAR inakuja ifanye kazi. Basi iliko pale afungoma, kumbe watu walikata nyaya. Pale uwanjani. Watu wamekata nyaya, mzigo usomi. Afu mwamuzi ambaye alikuwa kwenye chumba cha VAR ni yaani hiyo Gassama alikuwa ndo top referee Africa. Alikuwa ni top referee Africa. Ndio alikuwa kwenye chumba cha VAR kutoka Zambia, wote ni retired. Kutoka Zambia amekaa kule juu, anaambia bwana hiyo ngoma imeisha hapa, tusikuona kitu. Basi wakagomea bwana, wamegomea. Mwisho siku mechi kwa abandoned, wakapewa ubingwa wale Esperance. Ubingwa wao wamesusia mechi, akapewa ubingwa Esperance, ndo kaenda kuchukua trophy yake ya 4 Esperance de Tunis. Kwa hiyo hayo ni matukio ambayo nimekupa. Nakupa jingine la mwisho. Mechi ya Simba na RS Berkane ya kule Morocco. Mamadou Sene aliitwa njoo. Yusuf Dayo akaitwa njoo. Wakaitwa kaambia okay, tunacheza mechi na VAR, lakini VAR kwa sasa haiko sawa. Kwa tunacheza bila VAR. Unyama. Mechi kenda kwanza. Finali. Ile juzi. Uliza waambiwe. Ndio nakwambia hiyo inaitwa untold story ambayo unaweza kuisikia sehemu nyingine. Mamadou Sene si mwanao, mpigie simu. Mwanangu umejuaje kama mwanao? Sio mwanao kumbe? Au umejuaje? Kwani kwa mwanao Mamadou Sene siku cha kawaida? Kwani ni dhambi? Sio dhambi. Mwanao wewe sawa, nipe story. Sawa. Kwa hiyo akaitwa akaambiwa VAR hakuna. Mwamuzi anaitwa Pierre Acho kutoka Gabon. Akawaambia pale, sasa sijui Kifaransa au Kiingereza, kile aliwaambia pale hapa VAR hakuna. Alielewa Mamadou Sene? Alielewa. Itakuwa alielewa. Kwa sababu French haitoki pale. Wale waamuzi wanajua French, wanajua Kiingereza, yule Kiingereza anajua. Kiingereza kiko. Kwa hiyo Kiingereza. So unajuaje Mamadou Sene anajua Kifaransa? Sijao kumsikia kizungumza. Ndio je kumsikia. Kwa Kiingereza unaweza kumsikia? Hata kwa Kiingereza sio kumsikia. Basi ndio hivyo. Ndio aliambiwa pale. No matter what, hata kama uelewi. Football na nicho yake VAR hapa hakuna. Arifa anafanya hivi zofa no. Hakuna. Kwa hiyo ndeni akwenda kusema. Inabidi anawaambia tu, "Oye wanangu, VAR hakuna." Sasa una kazi kumwambia mpanzu kwa Kifaransa. Anawaambia ngoma, mwambie huyo VAR hamna. Kwa hiyo wakubaliana. Sikia kidogo. Ngoma Kiingereza kipo. Ngoma sikaka Nigeria muda mrefu. Kwa hiyo wale wakawa wamekubaliana fresh.
ngoma likapigwa pale. Haya, toa ile semifinal ya hapa Stellenbosch na Simba Stellenbosch pale Zanzibar. Wewe uone Ngambondala akaenda kwenye VR kaangalia hii offside so offside. Akawa anarudi akagaili akafuata line. Unaje? Alafu mwanangu kama Miraji Miraji na Chagamba. Usicheke sio usicheke. Sasa mtema kofi. Sawa. Kwa hiyo sasa kenda kuangalia akamuuliza tena mwana pale yule mwana Mauritania. Ndio alirudi finali ujue ile fourth. Ndio. Alirudi tena final pale. Baadaye wameenda kukubaliana bwana hiyo itakuwa goli tu. Goli. Ngoma ikawa imeamuliwa pale. Jambo ikawa limepita. Kwa hiyo VAR ina hizo changamoto. Changamoto zinatokea kwenye levels za juu kabisa. Kwa hiyo VAR wapo watu ambao wanaichezesha. Sasa VAR inaweza sichezeshwa kwenye hizi mechi za kawaida hizi. Afu kuja kuchezeshwa kwenye mechi kubwa. Anacheza na Azam pale, anacheza na Yanga, anacheza na Singida, tatu watu wanaichezesha. Ile papa bwana kuna yengo hizi hapa zisitoke. Wewe VAR ukileta hapa. Watu wanaweza kuingia umo. Watu wenye nia ofu kama mtu ana nia ofu, anaingia umo lakini swala seminar ni seminar mimi naamini wanapewa. Yes, seminar wanapewa seminar, wanapewa mazoezi nini fresh. Mimi naamini hivyo. Yaani siamini kama waamuzi wetu hawana uwezo. Mimi naamini wana uwezo mkubwa sana. Wana uwezo mkubwa sana. Lakini at the moment tunapozungumza ni Ahmed Arajiga. Waamuzi wengi wazuri tunao. Huyo Ahmed Arajiga kana sasa ndo the best. So, mechi bwana kola Ahmed yuko wapi? Aenda kukaa pale. Kwa hiyo ile inatengeneza inazidi kutengeneza credit. Anajipambanua pia hata kwenye michuano ya kimataifa baadhi ya michezesha. Yes, huko anaenda, yes anakuwa fourth official hivyo. Kwa hiyo ni kitu kikubwa sana kwake. Nadhani wengine pia waige ile ambacho anakifanya. Kuna marefa mpaka wanafanya. Mimi kuna marefa na enjoy kuwaona uwanjani. Yaani hata ile miili yao ile. Wana miili kabisa ile miili yenyewe ile. Wewe tulia. Kuna mwamuzi mmoja anaitwa Abdul Wajihi. Unamjua? Kama sio Tanga Arusha, Moshi Arusha, Abdul Wajihi. Mrefu. Ana mwili fulani hivi. Tanga yule. Anatoka Tanga. Ule mwili yule yani bonge moja la respect kwa muonekano. Simaanishi kwa na muonekano mdogo ndio ufanye kitu. Bamlakte Sama yule wa Ethiopia. Kiwamuzi fulani vikifupi lakini amenyoka. Toma Bongile kutoka South Africa amenyoka. Bubakari Bubu Traore kutoka huko sio wapi. Kwa hiyo wapo hao waamuzi ambao ni wazuri. Yupo mwamuzi mmoja anaitwa Abdul Kadir Atkan wa Somalia. Ana punk hivi, ananyoa punk cheupe hivi, kinanyoa punk hivi, kiblazameni fulani. Bonge moja ya referee. Ni mdogo tu, ndio umri hawa kina Mdoe hawa. Ushaona? Ndio hizi. Lakini tayari wameshavuka, wamesha cross borders. Wako huko akina Kayoko wako huko wanafanya vizuri. Na yule mwamuzi anatokea Somalia kuna mpira. Ndio yule wanatokea huko. Wanafanya vizuri. Kwa hiyo sisi waamuzi wetu wana nafasi kubwa. Kuna mwamuzi mmoja anaitwa Ismail Mahmoud. Alikuwa anachezesha finali ya kwanza first leg ya Champions League kutoka Sudan. Yule mwamuzi anaishi hapa Tanzania. Yes. Yuko Kariakoo, si ndio? Bonge moja la mwamuzi ligi ya Sudan ipo. Haipo lakini alikuja hapa pia akawa anafanya mazoezi na marefa wa hapa kwa ajili ya kuwapa uzoefu. Ya Copa Test nini. Yule mwamuzi Champions League final. Sundowns yuko nyumbani dhidi ya Pyramids. Kapewa yule na yuko pale Kariakoo mmekaa naye. Kapewa yule kaenda kuchezesha pale mechi, kamaliza mechi pale anarudi nyumbani Kariakoo. Aenda kutulia. Sudan ligi hakuna lakini tayari ni trusted. Anatoka hapa na panda ndege aenda kuchezesha. Aenda kucheza game akitoka hapa anarudi tena hapa. Ni trusted, anaaminika. Ni mwamuzi mkubwa. Unaona? Sasa au amtumie yule kwenye news Simba na Yanga. Hapa kanuni lakini zinasemaje? Kuna shirikisho karibu hata kumuita kuongea naye. Inakuwa rahisi. Issue inakuja kwenye kanuni. Usivunje kanuni tena hapa sasa. Vunja kanuni tu. Kanuni sivunjwe. Kanuni zisivunjwe. Huenda ikawa hairuhusiwi mwamuzi kutoka nje ya taifa hili kuchezesha mchezo wa ligi. Inawezekana. Na hawa waamuzi, unaona waamuzi kuna cream hapa nikutajia waamuzi wakubwa. Sheikh, hao waamuzi wanakwenda nje. Yule Dahane Beida yule anaenda hadi China, anaenda Saudi Arabia kuchezesha mechi. Na kwa ni Mauritania. Anatoka Mauritania anaenda huko. Sasa soka Mauritania hakuna hayo maklabu makubwa, ma heavyweight ambayo Nwadhibu ndio klabu yao kubwa. Kwa hiyo timu kubwa pale nyumbani ni Nwadhibu kamaliza. Ngambondala anatoka DR Congo. DR Congo klabu kubwa ni TP Mazembe. Ile Kinshasa Vita klabu imeshajifia. Haya, mwamuzi mwingine Issa Si kutoka Senegal. Senegal klabu kubwa ni ipi? Hawana maklabu yao yote ni average. Haya, yule mwingine Ibrahim Mutaz anatoka Libya. Libya maklabu makubwa hivi. Al Nassr, Tripoli, Benghazi, nani maklabu kibao. Kwa hiyo
yani hizi ligi zetu, hizi ligi kubwa hizi, changamoto sana kwenye waamuzi. Sawa sawa. Nafikiri kila tumeweka sawa. Tanzania wamesikia walichozungumza, na mwenye kuelewa ameelewa, mwenye kufurahi kafurahi. Shukran. Jazakallahu khair, shukran.